Usiogope kufanya biashara kwa sababu eti una mtaji mdogo. Kuna biashara zina mtaji midogo lakini pia zina faida kubwa ambazo zinaweza zikakutoa kimaisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka kwenye umaskini kuja kwenye utajiri. Cha msingi tu usikate tamaa na kusema kwamba sina hela, sitaki kufanya biashara. Sasa hapa nitakuletea biashara 10 ambazo zina mtaji mdogo lakini zina kipato kizuri na zinaweza kukutoa kimaisha. Biashara ya kwanza, hii ni biashara ya juice. Wengi sana zaidi wanapenda juice natural za matunda. Unachukua mashine yako, unakuwa unasaga juice kama ni ya miwa au matunda mengine, unakuwa unauza kuanzia 1000, 1500, 2000 mpaka 3000 kwa ujazo tofauti. Utapiga hela ukikaa maeneo ambayo yana watu wengi. Biashara hii imewatoa watu wengi. Biashara ya pili ni biashara ya kuuza vitafunwa. Biashara hii aidha ni vitumbua, mandazi, bagia, ina mtaji mdogo. 100,000 ni mtaji fulani mkubwa sana kwa biashara hii, lakini imekuwa ina wateja wengi na pia ina faida kubwa, na watu wengi sana hasa wamama hao wametoboa kimaisha kupitia biashara ya uuzaji wa vitafuno. So usikate tamaa, kama una mtaji mdogo ingia huko. Biashara ya tatu ni biashara ya chipsi. Kuna chipsi mayai, chipsi nyama, vitu kama hivi hapa. Chipsi mtaji wake ni mdogo, ni chini ya 100,000, lakini faida yake imekuwa ni kubwa kutokana na kwamba inapendwa na watu wengi sana. Chipsi zinapendwa na watu wengi sana. Ni moja ya chakula ambacho ni cha chap na kinapendwa na watu wengi. So ukikaa location nzuri utapiga hela nyingi sana kwa kupitia biashara yako ya chips. Na biashara ya 4 ni biashara ya nafaka. Unanunua nafaka kwa bei rahisi mashambani, then unakuja kuuza kwa bei kubwa masokoni. Iwe ni mchele, mahindi, maharage, kunde. Biashara hii kutokana na kwamba mashambani bei rahisi ya mazao, ukileta mjini bei kubwa, ukijumlisha unapata pesa nyingi kwa mtaji kidogo. So kwa jinsi unavyozidi kukua mtaji unazidi kukua, hivyo unakuwa tajiri. Na biashara ya 4 ni biashara ya uuzaji wa mkaa. Unachukua mkaa vijijini, then unakuja unauleta mjini, unauza bei kubwa. Kijijini umenunua bei rahisi. Biashara hii imewatoa watu wengi sana, japo ni biashara ambayo watu wanaichukulia kawaida sana, yani wanaidharau, lakini kiuhalisia biashara hii imewatoa wengi kimaisha. This time wengi wanamiliki majumba, wanamiliki viwanja, wanamiliki bodaboda kupitia biashara ya mkaa. Biashara ya 5 ni biashara ya mitumba. Unanunua belo la mitumba kwa bei rahisi, then unakuwa unauza mdogo mitaani kulingana na mahitaji ya watu, iwe ya watoto, wakubwa. Mitumba ya bei tofauti, unakuwa unapata faida. Na biashara hii ya mitumba sio siri, imewatajirisha watu wengi sana. Biashara ya mitumba sio biashara kawaida, biashara kubwa. Biashara ya 7 ni biashara ya saluni. Unaanzisha saluni ya kiume, unanyoa fashion tofauti. Mtaji wake ni mdogo, of course, wa kununulia vitu vya mashine hizo hapo. Baada ya hapo unaanza kazi ya kuwanyoa watu, na baada ya hapo unapiga pesa nyingi. Watu wengi sana wametoboa kupitia biashara hii ya saluni. So usichukulie poa, kama una mtaji na una uwezo wa kunyoa, basi anzisha saluni. Na biashara nyingine ni biashara ya mgahawa. Unauza vyakula tofauti, wali, ugali. Biashara hii mtaji wake ni mdogo na ina faida fulani ambayo ni kubwa, ambapo inaweza kukutoa kimaisha kutoka kwenye umaskini na ikakupeleka kwenye utajiri, kama ukipata sehemu yenye location nzuri ambayo ina watu wengi wanaokula. Na biashara ya 9 ni biashara ya kilimo. Biashara ya kilimo imewatoa watu wengi sana, lakini ikumbuke kwamba mtaji wake ni mdogo, ambapo ni mbegu na mbolea. Kama una shamba tu tayari biashara inaendelea hapo. Unalima, then unakuwa unawauzia au wafanya biashara. Kama ni mboga, matunda, yote haya yana faida fulani kubwa sana. Na biashara ya 10 ni biashara ya huduma za kifedha, iwe Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money. Hii pia ni biashara watu wengi sana wanaifanya, huduma za kifedha, na ina mtaji mdogo, lakini faida yake, commission zake huwa zinakuwa kubwa. So kama una mtaji na unataka uanzishe biashara, changamkia fursa katika biashara hizo 10 zenye mtaji mdogo na faida za